alfajiri, katikati ya ukungu na giza, nilipokuwa nikitengeneza kahawa, nyoka mwenye sumu kali alitokea ghafla. Kwa kusikitisha alikufa, ingawa ninawajua na kuwapenda. Kwa kusikitisha alienda kuzimu. Saa chache baadaye, nilipokuwa nikitazama televisheni, nilihisi uwepo wa ajabu, haukuwa wa binadamu. Ulikuwa wa majini, ukinuka kama samaki aliyeoza. Nilidhani kulikuwa na panya aliyekufa ndani ya nyumba. Na baada ya kutafuta sikupata chochote. Ilikuwa kitu cha kwanza nilichohisi, roho iliyotumwa. Nilirudisha mahali ilipotoka bila maelezo zaidi. Saa zilipita tena na niliamua kukata nyasi kwa kutumia mashine ya kukata nyasi. Nilihisi wimbi lingine baya la kizunguzungu na nikaanza kutokwa na jasho. Mwili wangu ulitetemeka hadi nilipoacha mashine ya kukata na kwenda bafuni. Nilikaa kwenye beseni huku nikinywa juisi, maji baridi yakitiririka taratibu. Baada ya dakika kadhaa za wasiwasi, niliamka nikamaliza kuoga na kuvaa. Kisha nikaamua kwenda kwenye machela kupumzika na kusoma kitabu cha ndoto. Ghafla nilihisi ninapaswa kufanya usafi wa kiroho wa mwili wangu ili nipumzike zaidi, lakini mwishowe nilimaliza kufanya usafi wa kiroho na nguvu wa nyumba nzima yote, kwa upendo kamili na uaminifu kamili kwa nguvu zote za mano